sababu wanamuziki wengi wanaona kuingia msikitini au kanisani kama vile kituo cha polisi, lakini kazi na ibada. Tumeumbwa sisi wanadamu na majini kwa ajili ya kumsujudia Mungu. Tufanye kazi zetu na wepesi zaidi tunaupata kwa ajili ya kufanya sala. Kenda kanisani bwana, kama wewe Christian, kenda msikitini, Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi sana mambo yako yalokuwa mazito. Mimi nafanya muziki kama muziki. Sifanyi muziki kama zinaa au nafanya muziki kwa ajili ya kutaka kufanya mambo maovu. Ndio maana vitu vyote ambavyo havihitajiki mimi sivifanyi. Vyote vile vibaya. Kwa hiyo naamini kabisa kuwa jambazi, kuwa mchawi, kuwa mtoa roho za watu, lakini ibada lazima usali. Mabaya yako Mungu atayajua mwenyewe anakuadhibu vipi, lakini ibada lazima umwabudie kwa sababu kuna fungu lake pia katika hivyo vitu. Bendi yangu ya kwanza kabisa mimi kujifunza muziki inaitwa Lola Africa. Ilikuwa Manzese Medizini, ikiongozwa na mzee Hussein Kiate, na pale nililetwa na Agrey Ndumbalo marehemu, alikuwa anapiga rhythm katika bendi ya Vijana Jazz. Naye alipewa na kaka yake, maana Duncan Ndumbalo mimi ndio niloleta huku mjini. Kwamba ndio aliloleta nikitokea Bagamoyo, nilikuja kufikia kwake pale. Sio kufikia kwake kuishi. Nilikuwa naishi Kijitonyama, lakini yeye alikuwa anaishi hapo ilipo Nefaland sasa hivi, maeneo yale ya Nefaland hotel hapo Argentina. Ndio alikuja na Bima Le Bagamoyo. Walipokuja kule na mimi nikamwambia bwana, mimi mtunzi mwimbaji, wakati huo sio sijui habari ya kutunga wala nini, ila tu ni mpenzi wa kupenda muziki. Basi nikaamua nikamwambia bwana, mimi ni mtunzi mwimbaji, nataka kujiunga na Bima. Ndio akanileta kasa njoo mjini. Ilikuwa mwaka 89. Ndio akanipeleka kwa mdogo wake Agrey akanipeleka kwa mzee Hussein Kiate ambaye Lola Africa, na pale ndo nikakutana na Kamaradi Alichoki. Wakati huo Choki mwenzangu kashatokea Mwenge Jazz, amekuja pale bado kujiendeleza. Tukakutana ya Mkango hapo, Baba Isaya yule mpiga rhythm na wengine. Na kumbuka wakati huo alikuwa anakuja Francis Rubua ambaye baadaye alisilimu akajiita Nasir Rubua, mwimbaji wa DDC Mlimani Park. Yeye pia alijifunza muziki pale. Kama sikio lako linamsikiliza muumini kwa mara ya kwanza na rekodi hii ya muujiza, fahamu kabisa alikushafanya maajabu katika tungo nyingi ambazo zilimtambulisha ulimwenguni, kama Tunda na tungo nyingine ambazo alizitoa akiwa ndani ya Tamtam na Double M, na zilifanya vizuri zaidi. Sasa sio kwamba tu ameibuka jana, ni kwamba kupo kulikopita, zikiwemo bendi kama Bima Le, na hapa anaeleza. Bima Le ilikwenda baadaye sana. Wakati huo yuko na kina Shaban Dede ile Margaret Tingisha. Wakati huo anafanya mazoezi hapa nyuma ya Baresa hii ya Tazara. Hapo kama unakwenda Vingunguti. Nilikwenda pale kuangalia mazoezi yao, lakini nikawa na ndoto za kuingia hapo, lakini ilikuwa bado sijakuwa na uwezo wa kupigia bendi kubwa kama ile. Bendi yangu mimi ya kwanza ni Lola Africa ya Manzese Medizini. Baada hiyo Lola Africa nikaenda pale Lola Africa kidogo kulikuwa na vitimbwi kidogo, kwa sababu bendi ile tulikuwa tunabeba vyombo tunakwenda navyo mpaka Mbezi wanaita Ruiz. Pale Mbezi Ruiz kulikuwa na ukumbi unaitwa Mniwezi Bar, kwa hizi pombe za kienyeji, hizi mataputapu na nini hivyo. Tunakwenda kule na mguu, hakuna gari. Wakati huo Mauda naishia hapa Ubungo Kibopa, Ubungo maji. Kwa hiyo na gari zenyewe pia za kusubiria zitoke sijui posta zitoke wapi. Kwa hiyo tunatoka Manzese Medizini tunapokezana, labda mimi na mwenzangu mmoja, busta ile
kama ndo kule vyombo vishatangulia, lakini booster ipo kwa fundi, mnaibeba kichwani ile mpaka kule. Lakini pale tunafanya kazi ya kujifurahisha tu, kwa kuna posho. Alikuwa anapewa posho mwenzangu Kamarade. Choki ndo ameonekana tayari kishajiweza, kishajitafuta, kishajipata, alitokea huko Mwingejazi. Lakini mimi pale nilikuwa hamna posho. Mpaka nikatoka, nikaenda bendi ya Jambo Stars ya marehemu Professor Vrata Mwananyamala Mwananyamala pale Koma. Na pale pila kulikuwa kuna malipo pale. Tunafanya mazoezi jioni, familia wenyewe shakula wali wao tayari, jungu lile limebakia makoko, yani sisi wana muziki ndio tunakula mule. Kwa hiyo kukaa na mtihani wa muziki kujifunza kwa mazoni. Na pale mara ya kwanza nimeenda Jambo Stars nikafukuzwa. Bado siwezi kuimba. Chaupele ile naipigiwa mimi naimba, natoka na payuka naimba nje ya key. Chaupele penzi hayo usema. Yule mzee Vlata anakuja pale anaambia yule Asmani, kuna mtu anaitwa Asmani Kinyingiro, mpiga bass, mpiga solo, mpiga bass wakatoa kwa Jumanne huyu. Alafu mpiga drum Peter Bati, ambaye baadaye Peter Bati na Jojo wote kutana nao Bantu Group. Yule mzee anaambia, "Wewe Asmani, acha muziki ya ushemeji bwana. Huyu sio mwimbaji bwana, kama mtaki kupiga muziki acheni, fungeni." Basi nikatolewa nishai mara kwanza pale, nikaondoka. Nikaenda bendi ya Bana Ingoma ya mzee Makasi. Kule na nikakutana na vurugu za kupiga muziki wa hoteli, lakini sasa yule Makasi Junior ambaye Francois ananiambia, "Bwana, ukitaka kupiga muziki kwanza lazima upitie kwenye ufundi mitambo." Speaker za wakati huo, speaker hizo zilikuwa za bendi, mimi zinanipita mara mbili. Uchukue speaker ile ndio uibebe sasa huko na huko. Sasa huwezi kuimba kwanza mpaka upitie ufundi mitambo. Tukao tunapiga kule Hotel by Villa Msasani hii ya Namanga hii. Ukipita hospitali ile ya sisi BRT. Mimi naikwa getini huku kukata tiketi. Sioni kinachofanyika kule kwenye muziki. Baada ya kukata tiketi tukimaliza muziki, mimi nabeba speaker kuingiza kwenye gari. Nikawa na watanitoa roho, kaondoka. Nikaenda bendi moja ilikuwa Mwananyamala soko la Mapinduzi mbele hapo. Katika ile bendi ilikuwa ya orchestra ya marehemu Eddie Shegi ya kwanza kabisa, Super Rainbow. Baadaye alibadilisha ile bendi wakaita jina fulani la kizungu hivi. Tukawa tunapiga hotelini. Tuweka hoteli ilikuwa karibu na inatazamana sasa hivi ilipo Serena Hotel. Manake kuna benki pale sasa hivi, sikumbuki benki gani ambayo iko pale, lakini inatazamana kabisa na Serena. Zamani tuko pale. Nikajiona sasa tayari mwanamuziki maki pale, na kufanya muziki masaa yenu matatu hivi, baada ya pale mnakula kuku wenu mnaondoka. Basi katika vituko vilivyotokea pale, siku moja nikachukua kijiko kile cha kunywa supu kile, mimi ndo nikawa napulia wali. Yule meneja akuja, "Mnatoa wapi mazese nini?" Mimi bado koti la Bagamoyo akatoa sijalivua. Kwa hiyo kurudi chini, wale viongozi wa bendi wakaona huyu atatukwamisha. Wakanambia, "Bwana wewe tusubiri kwanza pale tunafanya interview, tukifaulu tutakurudisha tena." Nikarudishwa nyumbani, siku nimepanda uda mpaka Kijitonyama, katunaka Kijitonyama mpaka Mwananyamala pale Ujiji. Kulikuwa na posta pale Mwananyamala mwisho. Na kulikuwa na ukumbi pale unaitwa Villa pale. Baada ya hapo natembea sasa na mguu mpaka Kijitonyama polisi Mabatini, ambayo sio mbali. Nafika nyumbani, nafikia kulia, dadangu ananiuliza, "Vipi dadangu, mtoto wa mangu mkubwa? Vipi?" Ngambia, "Bwana huko bendi wameniambia hivi." Nikamuelezea hivi, nikanasikia uchungu sana. Kwa hiyo nimepitia magumu katika muda wangu wa kujifunza, nikawa napata nguvu ya kufanya vizuri zaidi. Basi mpaka nikaja nikarudi tena Jambos. Jambo rudi safari hii nikawa nimejipanga, nimefanyia nyimbo zote za Jambo. Kwa hiyo kuna siku moja nikavizia, siku moja Makwizi wamekuja, nilikuwa najua Makwizi wakija nani wale, sio Makwizi, Tankati Almasi wakija kutoka Iringa, wale kina Kasala Kianga Songa, wana muziki pale Jambo wote wale wa Kongo wanaenda kule kuvizia posho za wale wa Kongo wenzao ambao wana muziki wakubwa. Kina Kawelea hawa wanawapa hela. Wakati ule kina nani bado yuko kule.
huyu nani Shabani Wantedi, Shabani Wana. Kwa hiyo Kobra Birumbu na Moni Mambo ambao ndio walikuwa waimbaji pale, wanaenda kule, wanaenda kuangalia makwizi nani wanapiga katika ukumbi wa makwizi pale Langata au Tankati. Siku hiyo nikafunua vibaya sana, nikaimba yule mzee Vlata kashanisahau. Akaja akasema Muumini, si Muumini, akasema jamani huyu mtoto anaimba tu, huyu mtoto jamani anaimba basi tu, mmemtoa wapi huyu? Wakamwambia mzee, unakumbuka kuna siku mzee huyu kijana alimwambia hawezi kuimba. Na wakati huo sasa ndio kuna mabadiliko pale. Kiongozi alikuwa pale wakati ule wa ile bendi ni Fariala Mbutu ambaye anapiga solo, mume wake Luiza Mbutu. Sasa yule mimi alikuwa swaiba wangu tayari, tulikuwa tumejengana uswaiba sana. Akanichukua pale akaniambia, wewe hapa sasa utaimba, waimbaji hapa hakuna, na wewe kwa sauti yako hiyo ushawiva. Kweli nikaanza kufuata kazi pale, basi nikaimba pale mpaka nikaondoka mimi kwenda Bantu Group mwaka 91. Kutoka 89 mpaka 91 ndio ninakwenda sasa kurekodi nyimbo ya Baba Jeni sehemu ya pili, baada ya Kinachoki kuondoka katika baada ya kurekodi ule Baba Jeni namba 1. Na muone maajabu ya muziki, huyu Peter Bati mpiga drum na Jojo Jumanne walikuwa pale. Jojo hakuwa na matatizo yoyote ya kwamba labda anaonyesha dharau au nini, alikuwa anipa moyo tu. Lakini ule mpiga drum Peter alicheka sana ile siku ya kwanza alipotolewa nishai bwana bwana hebu angalia kuna kitoto huko kinaimba, si kitoto gani basi. Lakini baada ya hapo tukaja kukutana Bantu na nikarekodi vizuri, maisha kaendelea. Wimbo unaopendwa na watu wengi pia ni pamoja na Kilio cha Yatima, ukiachana na Tunda Mgumba. Je, hiki kisa kina ukweli wowote? Prince Muumini anaeleza. Na Kilio cha Yatima hiki alinipa wazo wa kutunga nyimbo hivyo, nataka kutoka tengeneza kitu ili watu wakuonee huruma, tafuta kitu cha kusimanzi. Nikakaa na Dr. Rama, maneno ya mwanzo yote Kilio na Dr. Rama ndo ananipa maneno ule mbele, nikatambaa mwenyewe. Lakini utunzi ule wa Kilio cha Yatima, yani nusu wa Dr. Rama nusu ya kwangu kabisa, yani mpaka vile vionjo kule kila ntendalo mie bahati yangu ile yote uchungu wa mwana katoa Dr. Rama. Hiyo Yatima ni historia kweli. Hii nafikiri wageni wachache kama nyamba mjafuatilia historia hii. Ni wimbo Kilio cha Yatima baada mimi kwa kambini kuweka kambi ya Mgumba namba 1. Tena sio kurekodi, ilikuwa tunafanya maandalizi ya kwenda kuzindua wimbo huo, albamu ya pili baada ya ile ya Tunda ambayo tulifanya. Ya kwanza tulifanya Silent Hill Mwenge, watu wakajazana kule. Mara kwanza wenyewe kina Asset walizarau tamtamu, lakini walipoona watu wamekanyagana afu wengine wameshindwa kuingia Silent Hill, mara pili wakaileta Diamond uzinduzi wa Mgumba ambao ndani yake kulikuwa na nyimbo pendwa kama Paulina, Vijino Pembe na nyingine. Sasa mimi wakati ndo babangu mzee Muumini anaugua, lakini nikiaga huko kambini, jamani hapa mimi nishapanga kila kitu, tutaingia na gari ya milango 6 limousine. Nakumbuka shule alikuwa na mtu mmoja tu Deuji, sasa sijui Deuji gani alikuwa naye, ilikuwa huko njia hii ya Kilwa Road ya nani ya airport hiyo Pugu Road. Ikaenda kufuatwa gari kule, wakasema imepatikana gari ya milango 6 ambayo tungeingia nayo sisi waimbaji. Haya, itaanza nini? Itaanza show fulani, alafu wimbo unaofuata kwa kwa lazima baada ya introduction inafuata wimbo wenyewe Mgumba. Kwa hiyo kulikuwa hakuna kitu chochote cha kufanya mimi nishindwe kumuuguza marehemu baba yangu niendelee kukaa kambini. Na nilikuwa nakaa kambini alafu naenda Bagamoyo kwa sababu tunatakiwa kila mtu akae na mzee siku 2 mimi na kaka zangu, kama ilivyokuwa kuchunga ng'ombe tu. Na kama ningewasikiliza wao huenda sasa ningeshakosa radhi ya baba. Lakini nikamwambia bosi wangu mimi nauguriwa. Lakini wakaona kama labda mimi si kwa ubaya, sio walaumu, lakini waliona labda mimi nimeanza maringo na Jonas Star na nini. Ila sasa kama walivyoliona hili walitakiwa waende, bwana twende huko Bagamoyo tukamwone baba yako anauguriwa kama anauma. Mimi ndio kiongozi wa bendi. Mnakosaje kuwa na roho za huruma kwamba acha tukamwangalie sasa huyo mgonjwa tunasemea tujue maana yake njia ya Mungu fupi. Kweli Muumini anauguriwa ama la? Lakini hakufanya hivyo. Dakika ya mwisho
mimi nikawa naenda siku ambazo zamu za wenzangu narudi kambini. Kwa hiyo sikuwa nimeondoka kambini moja kwa moja. Na kwenda siku 2 baada ya hapo wale ndugu zangu wakikaa kule wale 4 siku 8 zile mimi sipo kambini. Sipo kule kwa baba narudi zangu kambini. Huko hakuna sababu ya mimi kuniondoa kambini. Lakini mimi nikaenda nikafukuzwa jukwani kama watu walikuwepo pale. Nishanunua suti yangu mimi kuhusia site pangu Nyoshi, nishanunua suti yangu ya chuma. Natakiwa niende hapo Diamond. Jioni kabisa mwenyekiti yule Baraka Msilo anapiga simu anambia bwana wewe hutatakiwa kuja kwenye onyesho kwa sababu wanamuziki wenzao wamekukataa. Sasa sikulipinga hilo. Inawezekana kweli wanamuziki wenzangu wamenikataa. Lakini wenye bendi ndio wenye mamlaka na nguvu yote. Wengi wasi tu jamani, kwa umuhimu wa yule bwana ndo kiongozi wetu, ndo mtuzi wa hiyo nyimbo yenyewe, album tunaenda kuizindua, hiyo tunda inakuaje, mbumba inakuaje yule bwana siwepo. Bila kujua kama kweli nauguliwa ama la. Lakini nilizalilishwa sana. Tukio hili ambalo tulisahau mpaka naenda kaburini. Maana nilikwenda ukumbini mimi sijui hili wala lile, nimeenda kutembea tu. Mali mpaka njia Mungu Abrahamu akawa amekaa. Yule bwana alikuwa apendi sana kukaa, alisimama kwenye kiti na afikiri madinda na mimi nikajoin na wao pale. Basi tunaangalia nyimbo ya kwanza ndo naimba mgumba sehemu ya kwanza ile, Mwezingo ndo kanaimba pati zangu zile. Mkurugenzi wangu wa zamani, bosi wangu Bia Shabaraka anashangilia, anaweka mikono juu, yani kama kuonyesha kiko wapi. Akamfuata kumtunza na nini Mwezingo. Basi mimi sasa baadaye wale mashabiki wale shile kempu da Fever au mambo ya kempu zetu wakati ule wakaambizana bwana Muumini yuko sehemu fulani. Wakasema haiwezekani. Kama Muumini yuko huko ndani alafu nyimbo anaimba watu wengine na mwenyewe Muumini yuko hapa. Wakanifuata mimi. Wakaja kunifuata pale, sio kuniomba kwamba twende jukwani, wakaja kunibeba. Wamenibeba wale bwana msobe. Sasa ninapelekwa jukwani watu. Sasa watu wanaona Muumini kavaa suti kwamba unaonekana kama vile labda ndo arrangement arrange kwamba waanze wale labda nyimbo 2-3 alafu ndo mimi nije kuingia. Kumbe sivyo hivyo. Mimi ninataka nipeleke pale jukwani, sijafika jukwani, mabausa nafikiri washapewa maelekezo kwamba wewe bwana hapa sikanyage. Anakuwa kwa sababu wale mabausa kwa sababu ananijua, kama ingekuwa hajapewa taarifa zangu kwamba bwana asipande hapo nisingetolewanisha vile. Wakanichukua wale mabwana kunitupa huko, yani kwamba kama sio wale watu pia kufikia mikono ya watu, kwa sababu mabausa walishika pale kama vile sijulikane. Sasa hiyo baada utakuwa labda wewe una akili mbaya tu baada ya kutoka tukio hilo. Baada ya tukio lile mimi babangu akaanza kufariki. Na kweli baba alipofariki tukaenda tukazika, na washukuru wote walikuja wale. Viongozi wa bendi wakaja, kanipa ubani tukazika. Akimaliza ndo napigiwa sasa mkurugenzi wangu, bwana samahani sisi tukatujui tutakuomba urudi bendi. Nikamwambia no, sikutaka kurudi tena. Ndo nikamwomba Medi mpaka njia anisaidie vyombo. Akawa ameshakubali kununua vyombo vile. Baadaye mke wake marehemu Amina Chifupa akamkatalia. Akakataa ule ushauri. Kwa sasa mimi nikajikuta niko juu ya mawe, lakini nikasema hapana. Nisharekodi wimbo wangu wa Kiu ya Mapenzi ushafanya vizuri. Nikamfuata Mamu, anaitwa Hakamu, yule mwindi wa pale karibu na Msimbazi polisi Kariakoo. Lengo langu 1 2 3. Akanikubalia yule bwana. Akanikopesha milioni 10 mimi. Ndio nikanunua baadhi ya vyombo vya mass media, vingine vilivyokuwa vya wale Mviko Sound. Katika ile tukapata na gari milioni 2.5 tulinunua ice ya wanamuziki, tuko full. Baadaye tukaenda Maskat huko, tukaongeza vyombo vingine vipya, bendi iko vizuri. Mpaka vile hivyo kuja vyombo vikaanza kuchoka vile, mawe tena yakawa mengi. Hapo tena nimepata sana misukosuko ile tamtam. Hiyo WM. Misukosuko mno. Yote haya mnikumbushe huko mwishoni. Misukosuko sana sio kidogo. Mara nimefukiwa makaburini jina langu, lakini aloizuka pale ni mbuzi.
na kila nikisikika mimi natakiwa kufanya uzinduzi au kufanya kitu fulani, anaenda kuchinjwa njiwa pale miguuni wawili, njiwa wawili kichwani. Huo tena ushirikina, wanamuumini asiinuke na kwa Mungu wao. Wajue wanadamu wameumbwa na Mwenyezi Mungu kama yeye alivyoumbwa. Kwa hiyo asikatishe riziki ya mtu. Kumfanyia mtu uchawi ni sawa na kumtoa roho, kama vile umemuua tu, umemloa. Bora umuue yake yamekwisha kuliko kumtia mtu kilema. Bwana mimi leo sasa unitia kilema tena. Haya mke wangu sasa wachukue wenzangu tu wanisaidie hiyo kazi. Maana mimi nitabidi nianze kupiga kinanda. Tumia vidole tu au ulimi. Siwezi kazi. Ya nini? Una haja ya kumtafuta mtu kumfanyia ubaya. Bora kama mmalize muue. Ajue kwamba riziki yake hapa duniani imekwisha. Lakini si ubaya kumfanyia huko ambao urogi. Na kuna watu wenye hela zao wana uwezo kwenda Nigeria, akaenda Kongo, akafanya nini, ndio wanatuumiza hao. Shukrani sana. Hili nimelimaliza. Na hao nimalizie tu hao. Kuna mtu mmoja alikuwa Mbezi wakati huo, wanasikika kwamba inalogwa sasa Mviko Sound. Alikuwa pale mwimbaji wangu mmoja ambaye niko naye. Kaja mganga kutoka Tanga. Yule mganga amefika pale, alimkuta mwenyeji mpiga drum mmoja wa zamani ambaye amefariki. Mganga yule amemchukua mtoto wa kuku, kitoto cha kuku kile cheusi ambacho akijaachwa bado na mama yake kinanyonya. Kinalia kabisa kile kinachukuliwa kile kikuku, kinashonwa na shazia, na kama unashona nguo, sindano ile anashonwa kwenye macho, tundu zote, matakoni ameshonwa, mdomo wote ukafungwa ule, na macho kila sehemu ambayo inatoa hewa, masikioni, kufuru kubwa hiyo, kama vile inashonwa sanda au inashonwa nini. Alafu akafunikwa kwenye kitambaa, ananuiza kama bendi fulani itaweza huyu kuku kama ataweza kuinuka humu, atatoka katika ile shimo la choo, arudi huku juu duniani, aweze kuendelea na maisha yake, basi na bendi hii ya Mviko Sound iweze kurudi duniani. Lakini kama huyu kuku anakwenda kufa, mtoto huyu wa kuku anaenda kufa, na bendi hii bado changa, anakuja kwa jicho, anakuja kwa meno ya nani, si meno ya juu, nayo ife. Kuna watu wamehusika kuwa bendi nyingi sana hapa. Kila bendi kiibuka anajaribu kufanya vita vikubwa. Kwa nini? Anataka ibaki bendi yake tu. Haiwezekani. Haiwezekani kwa Tanzania hii kuna bendi moja tu. Hata hizo timu Yanga na Simba haziwezi kuwa zinakizi haja za watu wote. Ndio maana kwa sababu mtu ambaye hawezi kuiona Yanga kila siku. Kwa hiyo kama kule isipokuwepo Tanzania Prison, isipokuwepo Ken Gold, uko Mwanza isipokuwepo Pamba, sijui Biashara, sijui Kagera, haiwezekani. Kwa hivyo Tanzania hii haiwezi kuwa na bendi moja tu kwamba ndio ikatawala hiyo. Haiwezekani. Ushirikina upo, na kweli mimi na uhakika mengine siwezi kuyazungumza hadharani. Haya nimeyazungumza kwa kichwa ngumu, kwa sababu mimi ni kibuyu kisichoficha mbegu. Sina haja ya kumhofia mtu, na mhofia Mwenyezi Mungu tu, na mheshimu kila mtu, lakini sina uoga. Na kama ingekuwa sio mtandao huu, ni mtandao, ningewaambia. Shukrani. Nikiwa toto 2006 2007 kwanza kuna mwimbaji alimisi Mievu pale, tukamstopisha. Tulipomstopisha, baadaye Captain Komba akamrudisha bila kunishirikisha. Siku inakuja CCM Juma kuimba, nikaambiwa bwana, jamaa yako amerudi anaimba ndani. Nikaja ndani nikamwambia JJ Mariam Juma Jeli, nikamwambia kama huyu bwana anaimba juu, mimi siwezi kupanda jukwani kuimba, abaki yeye, mimi niondoke.
JJ akakataa, akasema acha tu, akamkataza. Sasa bwana, usishiriki kuimba, kiongozi hajapewa taarifa. Na ni kweli sijapewa taarifa, kwa sababu alinikosea mimi, alinitukana mimi, alichukia mimi uwepo wangu wa kuja Kwale Toti. Kwa nini nimekuja? Mwimbaji yule alipotolewa, na mimi nilisema kwa makusudi, kwa sababu nikamwambia bwana mimi mimi nimekaa Kenya, wapo watu kule Kenya wanafanya kazi, sitaki kutaja makabila, mameneja, lakini ndio wanafanya kazi ya kusafisha choo. Sasa mimi siwezi kuwa kama hao watu. Mara kama leo ndo Mzalamo, leo ndo wewe meneja, akiwa Mzalamo naambia ukafagie choo. Wewe meneja, wewe meneja yako sasa sijui utakuwa kwa wapi? Mfanyakazi wa baa, wafanyakazi wapo, bado nikafagie choo mimi, haiwezekani. Kwa hiyo mimi sivishwi kilemba cha ukoka, natakiwa nipewe heshima kwa kazi yangu. Captain Komba ndio bosi, ndio mwenye bendi hii, anaweza kuniambia hata mimi sasa hivi simama usije kazini. Hivyo alikuwa ni kuniambia tu bwana, yule bwana adhabu tulompa ishatosha, sasa tunamrudisha kazini. Mimi ningeitikia tu sawa bosi, hata kama ningemsimamisha siku moja. Hata ule muda aliyosema kumsimamisha siku miezi mitatu ilikuwa ni yeye, na muda ule aliyomsimamisha alikuwa anapata hela nusu. Yule bwana akayaweka, lakini yote alikuwa ana ghadhabu yule bwana. Ana ghadhabu na mimi tu. Asi hata sasa hivi hapa kati, baada ya kisa hichi, huyo bwana alitokea kuambia watu kwamba yule hawezi kusimama, labda mimi na mtu wangu yuko Buguruni na mganga wangu sijui yuko wapi, labda atembee baharini, aende kwenye bahari ile au ziwa, atembee miguu ile inatembea kama vile bata mzinga. Ina maana kwamba ukikanyaga mguu wako kwenye baharini usizame, ndo mimi muumini nitatoka au nitasimama tena. Lakini yeye amekula kiapo kwamba yeye atahakikisha mimi sitasimama. Sasa na mimi naambia kwamba yeye sio Mungu. Ndani ya miaka miwili tu inayokwenda nikiwa na uhai, mimi nitatoka tena, nitakuwa ni mwanamuziki mkubwa sio kawaida. Ninafanya kazi yangu vizuri, najipanga, na kazi imeanza kuonekana. Kwa hiyo kama ni ushirikina unaofanyika ulishaferi. Sasa na hapa hicho kisa cha hapo Toti. Baada yule bwana alivyorudishwa sasa kazini, na mimi nikakubali kwamba tayari adhabu yake inatosha arudi. Siku moja naondoka, siku moja nyumbani kwangu nikaambiwa mna safari mnakwenda. Hiyo safari wewe usijifanye wewe mbishi, wewe uamini ushirikina wewe. Ananiambia vile ni mke wangu amepandisha jini. Amepandisha mke wangu, alikuwa na maruhani kabisa. Na sio ni mtu mdogo, sio mtu mdogo yani. Yaani mwenyewe wale majini akitoka mwenyewe ajiwezi, lakini akipandisha sasa hivi hapa, alikuwa anakwenda Maskati huko, anatengeneza hela kwa sababu ya ile kazi alikuwa anaifanya. Hivyo siku moja akapandisha, akanambia wewe unajifanya wewe kiburi, unajifanya wewe ushirikina. Sasa safari hii utaijua dunia, na baada ya hapo utauamini. Nikamwambia mbona unanitisha sasa? Kama vipi mimi safari sinsendi? Haiwezekani, wewe nenda. Lakini ikifika wakati tutakwambia nini cha kufanya. Tayari mimi nimepata unyonge, nimenyongea, nikasema hapa kuna shughuli. Haya kweli bwana. Mimi kabla sijajua hii safari, lakini ule jini kishajua. Akaja siku tunaambiwa pale ofisini kuna safari. Inatokea siku fulani, watu wanataka kusafiri. Sawa. Sasa inachotakiwa hapa watu wanagawiwa posho zao leo, kesho safari. Sawa. Tukagawiwa posho, na yule mwimbaji akagawiwa posho, akachukua posho ya safari. Lakini ajabu ya Mungu, ile safari yule bwana hakwenda. Mimi nikarudi zangu nyumbani siku hiyo. Nikamwomba mke wangu, nikamwambia mke wangu, weka basi rudi unitie mwalimu aniambie kile alichotaka kuniambia. Sisi kesho tunasafiri. Nimeshachana yule mke wangu 2010 na moja, wakati naingia Twanga, ikawa riziki imeisha, amepata bosi mmoja toka achana. Kwa hiyo akanipandishia, nifunika shuka yake pale, kanga yake, kaikaudi akapandisha. Akanambia hii safari unaokwenda ni nzito, ila usiogope,
sisi tutakuwa na wewe. Unachotakiwa kufanya, tafuta mtu wa mbaazi. Mtu wa mbaazi wakati wote sijui kazi yake ni nini. Na mpaka sasa mimi najua kwamba ni mboga tu. Ukichuma mbaazi, napenda sana mbaazi hasa na mpunga mpya. Mimi sio mtu wa ubwabwa, napenda sana ugali na samaki. Lakini mbaazi na ubwabwa ukiziweka hapo au njegere unitoe. Basi akanambia chukua mti wako mbaazi, kata vijiti viwili, kimoja kitie mfuko wa kushoto, kimoja kitie mfuko wa kulia. Ukifika pale unapokwenda, kabla kuingia ndani, anza kuvunja cha mkono wa kushoto. Ukiwa pale mlangoni tu pale getini, vunja cha mkono wa kushoto, yani vunja vipande viwili. Unakivunja unakitupa chini. Alafu unavunja cha mkono wa kulia, cha mkono wa kulia, toa mfuko wa kulia unatupa chini. Ingia zako ndani. Tulia tu kimya, usio na wasiwasi. Baada ya hapo, chukua jiwe lako, yani ondoka na jiwe lako kabisa. Chukua jiwe, lile jiwe utaenda kuliweka chini ya uvungu wa gari. Utaenda kuliweka chini ya uvungu wa gari, chini ya uvungu wa siti ambayo utakalia. Kaambia sawa. Wote wana kama jiwe, lakini sisi ndio tutakuwa tutakusindikiza wewe. Kama hilo jiwe halitakuwepo, wewe uko lazima upate majanga. Nimetetemeka jamani, pema hapa ninapoongea. Basi nikawa nimefanya hivyo. Kaingia ndani, muda kuondoka, mimi nilikuwa napenda kukaa siti baada ya mlango tu wa dereva. Baada ya siti ya kwanza hiyo ya mlango, siti ya pili nyuma ya kushoto ile ya kukaa peke yake ndo napenda mimi kukaa hapo. Sikuwa mtu wa kupenda hizo siti za mbele wala nini. Unaona? Basi nikasema haya, acha tumuone Mungu atakaponitolea. Tukaanza safari na Toti. Yule mwimbaji hayupo. Safari ilikuwa ndefu. Captain Komba tayari kishatangulia jimboni kwake huko Mbinga. Yule bwana alikuwa kama alivyokuwa Abdalla Kigoda. Walikuwa wanapenda sana majimbo yao. Miongoni mwa wabunge wale ambao wengekaa hata kama miaka 100 ingekuwa bungeni, basi ni Komba. Alikuwa anapenda sana jimbo lake. Ndio maana wakati nguvu ya Toti ikaishapungua tena, ikawa haipi uzito ile bendi. Alipata ile bahati mwenzetu alikuwa Maribanza, lakini sisi tuliingia pale kina Choke, sisi kina Fresh Hussein Jumbe. Akili yake Komba alikuwa bungeni. Ametangulia bungeni. Ametangulia huko jimboni kwake Mbinga. Sisi ndio tunaanza safari huko sasa. Safari ile inaenda kumalizikia Mbinga. Lakini kama unavyojua Toti, kama mwenge uache kijiji, taendelea. Ni kweli kabisa. Mimi babangu aliponikataza muziki mara ya kwanza, aliniambia sitaki muziki, pige muziki. Muziki una uuni, muziki utafanya vitendo vya kipumbavu. Nikamhakikishia baba asifanye vitendo vya kipumbavu. Akanambia unihakikishie kama hautakunywa pombe, kama hautavuta bangi, kama hautakuwa shoga, kama hautakuwa mwizi. Na akasisitiza vitu vitatu baba yangu. Ukiwa mlevi wewe wakikugeuza shoga wenzio osi na njani ongezee hela ili kupenda ila hivi. Wakikugeuza mwanamke wewe, mwenye alikuwa anasema shoga, alikuwa anasema kugeuza mwanamke wewe, kama umekuwa mwizi huko kwa pombe, si wewe utakuja hapo na kunya minyoo. Kwanza ukiba, wakikupiga ukenda jela sije kukutoa, siji hata polisi. Na ni kweli babangu alikuwa anakatili wakati wa namna hiyo, lakini ndio alitujenga vizuri sana. Mpaka leo namshukuru. Nikiona na muziki wenzangu bwana leo wataka kugombana, mimi ndio nakuwa mtu wa kuatuliza, jamani afanyeni hivi na hivi na hivi na please. Kwa hiyo nimejengeka vizuri. Namshukuru sana babangu, Mungu amrehemu. Na hiyo safari ya Bariadi ya kwanza kabisa mimi ndio linifanya nikawa nimepata koti. Nikanunua koti la mtumba kule, nikanunua baadhi ya vitu, nikaja nikanunua na sukari kilo 5 ya pamoja ya Kilombero, nikampelekea baba. Wakati wa watu ndio sikio baada ya kumpelekea vitu vile, baba akaona kweli, kwa sababu alituma watu, alikuwa anatuma watu. Mimi kuna siku moja ilikuwa na utandabui tu shingoni hapa, nilichukua kofi kubwa, baba akajua nimevaa cheni. Kabla afadhali sasa nani silver, lakini sio dhahabu. Na dhahabu wewe mwanamke. Kweli nikajua baba ana nguvu. Kuna cheni moja alinipa demu wangu, alinionga nikanavaa ya 400,000 wakati huo ya mepu ya Afrika.
nilikatwa shingoni pale pale mama pale. Nimesimama hivi muda kupumzika, kumbe vile dirisha za vitundu zile za ukuta wa zile vitofali vile. Akaingiza mkono jamaa akakata. Nikasikia tu chini kilozi ndo kilibakia, lakini ile cheni akaondoka nayo. Akasema kweli baba ile kitu aliniambia ataki. Basi baba siku ndo kansomea maji yale. Mamangu mimi alikuwa amesoma sana Qur'ani na mpaka anafariki ndo imamu wa msikiti wetu pale Pande. Kasoma sana. Akanambia nenda mwanangu. Atakayekutakia ubaya asiye na ubaya wake. Naamini dua ile mpaka leo inaishi. Ni mmoja ya vitu ambavyo vinatusaidia pia kutukinga wazazi. Tusiwadharau wazazi hata kidogo. Sasa hivi naona mtu anamdharau mama yake au baba yake wenye wazazi ambao sisi hatuna. Ninatoka machozi mimi naona kama mimi ndo namtukana yule mzazi wangu. Tuwajali sana wazazi wetu. Wazazi wa wenzetu. Naona mzazi wa mwenzio usimtukane, usimtole kashfa, usimdharau. Anakutuma mtumikie. Kwa hiyo mimi baba akanipa ile maji nikanywa. Yaliweka maji kama mkono mzima hivi kwenye kikombe, sio glasi. Kikombe kule glasi vijijini kule wakati huo kuzitafuta pia kwa nadra. Baba kaja mgeni yule atolewa. Lakini kikombe cheupe kimejaa mkono ule wote wa baba, kiganja kikaa kwenye mkono kwenye maji yale. Soma sana, kanipa ile maji nikanywa. Ndo ninaondoka kuja nangu huko. Bantu sasa hapo ndo nikaanza kufanya vizuri, na ameniambia haramu ya muziki wowote kama ilivyo ngoma, haramu yake ni vitendo. Ngoma isingeharamishwa au hiyo muziki isipokuwa ni vile vitendo. Kwamba wewe unapiga muziki au ngoma zile zinapigwa, lakini ndo unasababisha mwanamke wa mtu atoke kwa mume wake adanganya aje kwako wewe, labda na bwana kapata bwana afanye zinaa, dhambi zinakurudia wewe ulopiga ule muziki. Ngoma za kienyeji wenzetu kule wanaje kupiga ngoma hivi kazima yule mpiga bezi la ngoma kubwa hivi. Kisha muona mwanamke hapo, yule mwanamke wa mtu labda kisha mtongoza akakataa sasa bwana bila hivyo mimi sipigi ngoma. Kina mama wakizalamo habari ya ngoma uambii kitu, anaona kwamba sasa bwana shughuli short wanamfuata yule mwanamke. Hivi unajua Fatuma ndo shughuli hivi ndo shughuli ushayaribu hivi hapa. Shughuli imekufa kwa sababu yako. Vipi yule bwana tote. Basi huyo atavalishwa hata baibu yule ainge chupa cha pili, jamaa yule akafanya makojozi atoke ndo aje kuendelea ngoma. Haramu huo. Siji ndizi changa zinakatwa ndio ajifanya mizuka, washakunya gongo zao, wengine hata vijijini hawajui bia kula katuo. Bia sasa hivi zishaingia mpaka vijijini, vijiji vingi vina bia zote. Lakini wakati ule vijijini kwetu kule bia kuiona ngumu. Mnazi siji bibo ndo pombe zao. Lakini sana Togwa wenyewe majadafu na maji yetu ya visima. Kwa hivyo ilikuwa ngoma zile najua sana vituko vyake. Baba anaelezea na mimi nafuatilia. Labda mtu anaweza kuchukua kuku ambaye atakiwa aliwe labda baada ya miezi miwili labda afike kuliwa. Mdogo kishachukua na mama yake lakini bado ana shombo. Atachinja, mtu anachinja anakata na meno shingoni alafu anatupa huko. Anajifanya ananyonya damu kama vile ana midadi. Haramu. Uharamu ndo huo. Tunaupata uharamu kwa vitendo vyetu. Wazimu wangu ukinipanda hata nguo nitavua, nivue. Watu wanavua nguo kweli. Shai kuona mimi mtu kaachwa na Mungu asamee. Mtu kaachwa na mume wake kwa sababu ya kumwagalazi, kaja kuonekana kwenye gazeti yule bwana, yule mwanamke amwagalazi Tanga. Akamwagwa. No haramu ule, lakini baba anasema kama ufanye mambo yoyote yale. Wewe unapiga muziki wako vizuri, unywe pombe, ufanye nini, utukani watu, unapiga muziki kama kazi. Hakuna shida. Usia alonipa mzee wangu. Kwa hivyo kiukweli hali halisi ndio hiyo.